Mwalimu Michael Mbezi Ngobe ni afisa elimu taaluma idara ya elimu awali na msingi, lakini pia ni kaimu afisa elimu. Shule hii ni kati ya shule mpya ambazo walijengewa zile jamii zilizokuwa zinakaa kwenye hifadhi ya pori. Kwa hiyo serikali ilileta fedha ya kujenga shule ya mkondo mmoja ambayo miundombinu inajumuisha madarasa 9 yakiwemo madarasa 7 ya elimu msingi, lakini madarasa 2 ya elimu ya awali pamoja na vyoo. Changamoto tuliokuwa nayo ni kwamba wazazi wamegoma kutoka hifadhini, kwa hiyo wamegoma kuja kuhamia hapa. Mara ya mwisho tulikubaliana kwa pamoja kwenye vikao vya jumla kwamba mwezi wa kwanza mwaka 2026 shule inapoanza waweze kuja hapa, na tukafanya process zote za kuhakikisha kwamba wanatoka, zikiwemo barua za kuhamisha walimu, na wakawa wamefika hapa. Lakini kwa isivyo bahati, baada ya kufika hapa kukatokea mgogoro wakidai kwamba wamelazimishwa kuja hapa, na kama mliona baadhi ya clip zikitembea huko kwenye mitandao ya kijamii, zikapelekea serikali kukaa chini tena nao na kuzungumza nao na kurudisha kule walikotoka kwa makubaliano kwamba itakapofika Julai, kwa sababu kubwa walikuwa wanasema walikuwa wameondolewa kule kwenye hifadhi wakiwa wana mazao yao bado hawajavuna. Kwa hiyo ikatolewa hayo maelekezo kwamba watakapovuna mazao yao mwezi wa 7 watarudi hapa kwa ajili ya kuendelea na masomo. Kwa hiyo mpaka sasa tunapozungumza ni matarajio yetu itakapofika mwezi wa 7 basi shule hii wanafunzi kutoka kule hifadhini watarudi na kuja kuendelea na maisha yao hapa. Ni zaidi ya kilomita 50. Wakati tunaanza ujenzi hapa, kila kitu ilishirikishwa jamii, kwa maana iko miktasari ya kutafuta eneo wapi shule ijengwe, lakini yako makubaliano. Kwa hiyo kila hatua iliyokuwa inafanyika jamii walishirikishwa pamoja na viongozi wao. Tumekuwa na hiyo changamoto ya kugeuka, mnaweza mkakaa leo mkakubaliana jambo hili, lakini mkikaa muda kidogo linakuja kutokea kundi la watu ambalo linakuja kinyume na kile ambacho tumekubaliana, na hiyo ndio shida kubwa sana ambayo imepelekea mpaka leo kuwepo hapa, kwa sababu hata hayo makubaliano ya shule hii kufunguliwa Januari 2026 ni vikao vikaamua. Kwa hiyo wakati sisi tumewaleta wazazi hapa tunafanya hizo taratibu, tunakuja kushangaa kwenye mitandao ya kijamii wako watu tena wamekuja kutoa maelezo tofauti. Sasa sisi kama watekelezaji na division tumizi tunakosa nguvu, tunasikiliza kile ambacho baadaye serikali inaelekeza, lakini hakuna kitu ambacho tumekifanya kuanzia mkurugenzi hadi mkuu wa wilaya ambacho wananchi hawashirikishwa. Kila kilichofanyika wananchi wameshirikishwa kwa asilimia zaidi ya 100. Mimi nataka kufahamu serikali imetumia kiasi gani cha fedha kwa ajili ya kutengeneza shule? Milioni 361.5. Itakuwa shule ya msingi ya ni shule ya msingi ya mkondo mmoja, kwa maana ina vyumba 9 vya madarasa, ikiwemo madarasa 2 yale kule ya elimu ya awali pamoja na vyoo vyao, lakini haya huku juu ni kwa ajili ya shule ya msingi, na hili hapa tunaloliona hapa pembeni ni jengo la utawala ambalo limekamilika. Kwa hiyo kwa lugha zetu za kitaalamu tunasema ni shule ya msingi ya mkondo mmoja. Habari, hii shule yetu ya maeneo ya Zeze kama ulivyoiona leo, nilikuwa na ukaguzi wa dharura. Nipata taarifa kwamba hii shule ni kama imetelekezwa. Kwa hiyo nyinyi mmeona shule imekaa mazingira sio sawa. Kwa sababu hii shule ni ya wananchi, ni ya Watanzania, ni lazima viongozi wahakikishe kwamba wanafanya usafi na kuhakikisha kwamba inaendelea kuwa katika mazingira mazuri. Lakini maelekezo yangu nimeshatoa. Mheshimiwa DC na mkurugenzi na viongozi wengine wa wilaya ya Kasulu waiangalie hii shule, kuhakikisha kwamba inakuwa na usafi, kwa kuna ulinzi. Najua kuna changamoto ya wananchi wa Zeze wamekuwa hawataki wale wananchi wa Kasheli waje hapa, lakini kimsingi tumeshakubaliana na nimetoa maelekezo kwamba wale wa Kasheli waje mwezi Julai waanze kujenga nyumba zao hapa, waweze kuishi hapa, ili watoto kutoka kule shule hifadhini waje kusoma shule hii shule ya Zeze. Kimsingi ni kwamba kuna waandishi habari, kuna watu wanajifanya ni wababe kuzuia wenzao wasihamie hapa. La kwanza ambao walikuwa kwenye hifadhi wasihamie hapa, lakini la pili
hawataki wanafunzi kutoka kwenye shule ya hifadhi waje hapa. Lakini waambie kwamba hakuna mwananchi ambaye yuko juu ya sheria. Maelekezo tulishatoa kwamba wale wameshatoa eneo lao kwa ajili ya hifadhi na wanatakiwa kuja kusoma shule. Watoto wao wasome shule hapa, lakini pia wanatakiwa kuja kuhamia maeneo haya. Bahati nzuri halmashauri imeshawagawia maeneo. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba mpaka mwezi wa 7, waandishi wa habari, wananchi watakuwa wameshakuja kujenga nyumba zao hapa, lakini mwishoni wa mwezi wa 7 wanafunzi lazima wahamie hapa. Kwa hiyo viongozi wa wilaya wasimamie hilo. Mimi nitakuja mara kwa mara, na kabla ya wazazi kuhamia hapa kuanza kujenga nitafuatilia, na nataka kwenda kule Kacheli niangalie mazingira wanaoishi. Nasikia ni maeneo ambayo ni tengefu. Mvua ikinyesha ni mahali hapa pitiki. Kwa hiyo inawezekana wananchi wenzetu wapate shida kule, alafu kuna wachache wa maeneo ya Zeze ambao wanakuwa ni wababe bila sababu ya msingi. Kwa upande wa sheria hakuna cha ubabe. Wale ambao wanajifanya ni wababe baadaye wasilaumu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya ni maelekezo tumekubaliana. Wale wanatoka Kacheli watahamia hapa, na watoto wanakutoka kule Kacheli watahamia hapa, wameachia ile hifadhi. Kwa hiyo ndugu zetu wa hapa wa Zeze wawapokee. Na kama kuna mtu ana malalamiko yote anafikiri kwamba anaweza kuangalia, basi waje. Lakini kitendo cha kwanza kuwatishia wengine kwamba mwezi kuja, wewe ni nani? Manake nchi inaongozwa kwa sheria na lazima tufuate sheria.